Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imeendelea kuipigia chapuo BRICS. Urusi inasema BRICS ndio jukwaa muhimu kwa walio wengi duniani, lakini wakisema kwamba BRICS ndio jukwaa ambalo linaweza likawainua wanyonge. BRICS ni jukwaa muhimu kwa walio wengi ulimwenguni, na hii ni kauli ya waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov katika kuhakikisha kwamba Urusi pamoja na wanachama wa BRICS waliopo wakati huu wanatengeneza namna ya kuhakikisha kundi hilo linazidi kukua. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi amesema kundi hilo sasa linawakilisha nusu ya watu wote duniani na zaidi ya 40% ya pato la taifa la ulimwengu. BRICS imeelezwa kwamba ndio eneo ambalo wakati huu ulimwengu utaweza kunusurika, hasa kwa mataifa ama watu wanyonge ulimwenguni. Kundi hili la BRICS limekuwa jukwaa linaloongozwa kwa kuainisha maslahi ya walio wengi duniani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika ujumbe wa video kwa washirika wa kongamano la pili la ujasiriamali la wanawake la BRICS. Kwa wanachama wake wa sasa, Lavrov alisema shirika hilo sasa linachukua karibu nusu ya wakazi wa ulimwengu na linachukua 41% ya uchumi wa ulimwengu katika suala la usawa na uwezo wa kununua kupita uzito wa kiuchumi wa G7. Kwa kuzingatia takwimu hizi, Lavrov alisema ni jambo la kawaida kwamba BRICS inaendelea kuvutia nchi kutoka kusini na mashariki ya kimataifa, kwani nyingi zinatafuta ushirikiano sawa na wenye manufaa kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Hata hivyo, licha ya kwamba mataifa haya ya China, Urusi, India, Brazil na Afrika Kusini yakiendelea kupiga chapuo wakati huu, lakini mataifa mengi wakati huu yanaonekana kutaka kujiunga na kundi hilo la BRICS. Tunaiona BRICS kama kitovu cha kuratibu maslahi ya nchi zinazoongozwa na walio wengi duniani, nguzo muhimu ya dunia yenye pande nyingi na utaratibu muhimu wa kuendeleza ushirikiano wa kimataifa wa kweli, Lavrov anasema kwamba majukwaa yaliundwa mengi, lakini ni BRICS pekee ambayo wakati huu inatazama maslahi ya waliokuwa wengi, tofauti na baadhi ya jumuiya ambazo zimeongozwa na watu wa magharibi, ambazo kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikidhulumu na kunyonya wengine. Kwa nini BRICS inaendesha kila kitu ghafla? BRICS wakati huu imekuwa nguzo muhimu kama ambavyo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anaeleza, na kwamba wakati huu ni kama vile imeshikilia kila kitu. Hata hivyo, nchi wanachama wa BRICS wanamiliki uchumi wa zaidi ya 40%, ambapo kwa mchanganuo ni kwamba India ina 8% ya pato la taifa la dunia, Urusi 3.5%, Brazil zaidi ya 2.4%, Indonesia 2.4%, wakati uchumi wa China unachukua takribani 19.5% ya pato la taifa la ulimwengu. Pato la taifa ni kipimo cha thamani ya bidhaa na huduma zote zinazozalishwa nchini katika mwaka mmoja. Hata hivyo, ukiangalia muundo wa pato la taifa nchini Marekani, uzalishaji halisi wa bidhaa zinazoonekana ambazo watu wanahitaji kwa maisha yao ni karibu 10% tu ya pato la taifa. Takribani 21% ya pato la taifa la Marekani linatokana na sekta ya fedha, bima na mali isiyohamishika. Ada ya juu kutoka kwa benki na madalali huongeza pato la taifa, huduma ya kitaaluma na biashara, ikiwa pamoja na kazi ya wafanyakazi wengine kama vile wanasheria na wasimamizi, na huchangia pia. Hata hivyo, wakati huu BRICS ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa inasisitiza juu ya wengi kujiunga, BRICS inazingatia hasa uvumbuzi na uboreshaji wa uchumi, fedha endelevu, uwekezaji kidigitali na muunganisho wa usafiri. Katika muktadha huo, Lavrov aliangazia ujasiriamali wa wanawake kama nguzo muhimu ya maendeleo ya ulimwengu, na sio ya ndani ya nchi ya Urusi tu, lakini katika nchi wanachama wa BRICS na mataifa mbalimbali. Anasema ujasiriamali wa wanawake ni mojawapo ya vichochezi muhimu vya maendeleo katika maeneo haya na maeneo mengine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kulingana na Lavrov, ubunifu, uaminifu na sifa za uongozi zinaonyeshwa na wafanyabiashara wa kike zinaendelea kufungua fursa. Kazi yao, alisema, inafunguka upeo mpya wa maendeleo ya uchumi wa nchi zetu na nyanja za kijamii. Lavrov pia alisisitiza kwamba mipango iliyotolewa kwenye kongamano hilo hakika itazingatia katika maandalizi ya mkutano wa kilele wa BRICS uliopangwa kufanyika Julai 6 hadi 7 huko Rio de Janeiro nchini Brazil, na itachangia juhudi za pamoja.
BRICS ilianzishwa mwaka 2009 na mataifa kama Brazil, Russia, India pamoja na Uchina, huku Afrika ya Kusini ikijiunga mwaka 2011. Mnamo mwaka 2024, umoja huo ulipanua wanachama wake kamili kwa Iran, Misri, Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nigeria na Uganda zimekuwa nchi washirika wa BRICS mnamo Januari mwaka 2025. Endelea kuwa nasi, naitwa Adam Hussein.